Kama ni mara yako ya kwanza kufika hapa, karibu sana. Usisahau subscribe, lakini pia kuwasha kengele ya notification ili uendelee kushare video hii, ili wanawake wengi waendelee kupata elimu muhimu zaidi kupitia kipindi chetu cha kila siku. Karibu sana. Leo tutaenda kuzungumzia mada muhimu sana ambayo wanawake wengi mmekuwa mkijiuliza na wengine kuniuliza maswali kwamba je, ute wa kubebea mimba ukoje? Watu wengi hawajui ute wa kubebea mimba uko wa aina gani, na watu wengi hujiuliza kwamba ute wa kushika mimba una rangi gani, unatoka siku gani, na una tofauti gani na ute wa kawaida. Kama na wewe unataka kuelewa vizuri kuhusu ute wa uzazi au wa kubebea mimba, basi kaa na mimi mpaka mwisho wa kipindi hiki ili uweze kujua zaidi na uweze kuwasaidia watu wengine ambao wako karibu na wewe. Kwanza kabisa ni muhimu kwanza kuelewa kuwa mwili wa mwanamke hubadilika katika kipindi tofauti tofauti, na mzunguko wa hedhi au mabadiliko haya huathiri ute unaotoka ukeni. Na ute wa kubeba mimba mara nyingi hutokea wakati wa ovulation, yani kipindi ambacho yai linakuwa tayari kurutubishwa, tuelewane vizuri. Lakini katika kipindi hiki ute hubadilika kusaidia mbegu ya kiume kusafiri kuelekea au kusafiri kwa urahisi kuelekea kwenye yai ili kulirutubisha kwa wakati mwafaka. Sasa je, ute huu ukoje? Mtu mwingine naweza akajiuliza kwamba huu ute unakuwa na rangi gani? Kwa kawaida ute wa kubebea mimba huwa wa utelezi, kitu cha kwanza, lakini pia ni laini na wenye kuvutika na una rangi yake kwa mara nyingine hufanana na ule ute wa yai bichi kama umewahi kulizingatia. Lakini pia ukichukua kwa kidole huwa unaweza kuvutika bila kukatika haraka. Kwa wanawake wengi wenye mzunguko wa kawaida wa siku 28, ute huu wa kubebea mimba unaweza kuonekana katikati ya mzunguko karibu siku ya 14. Lakini pia kumbuka kwamba mwili wa mwanamke ni tofauti, si ndio? Wengine hupata mapema au wengine huchelewa kidogo kutegemeana na mzunguko wao wa hedhi. Na dalili nyingine ambazo zinaweza kwenda pamoja na ute wa kubebea mimba ni maumivu madogo ya tumbo upande mmoja, kuongezeka kwa hamu ya tendo la ndoa, joto la mwili kubadilika, lakini pia matiti kuwa sensitive. Kwa hiyo hii pia inaweza ikakumaanisha kwamba ute wa uzazi huo umerejea au ukaona kwa kipindi hicho. Lakini ni muhimu kujua kwamba sio kila ute unaomaanisha uko kwenye siku za kushika mimba, hapana. Kama ute una harufu mbaya, una rangi ya kijani au njano, lakini pia husababisha mwasho au maumivu, inaweza kuwa ni dalili ya maambukizi na sio ute wa kubebea mimba. Katika hali hiyo ni vizuri kumwona daktari ili aweze kupatia ushauri na matibabu zaidi. Na kama uko mbali kidogo na daktari au unahitaji tiba ya haraka, kuna namba ambazo tumeweka hapo kwenye screen. Utatap screen yako, lakini pia utatupigia simu ili tuweze kupatia ushauri na tiba kama utakuwa tayari. Sasa kama unatafuta ujauzito, ni vizuri kufuatilia ute wako wa kila siku au wa kila mwezi. Kwa kufanya hivyo unaweza kuelewa siku zako za kwenye uwezekano mkubwa wa kushika mimba ni zipi na ufanye nini. Na kama hautafuti ujauzito, pia elimu hii pia inaweza kusaidia kujua kuepukana na siku ambazo wewe hauko tayari kupata ujauzito. Kwa kumalizia ni kwamba ute wa kubebea mimba kwa mara nyingi huwa unakuwa mweupe na mwepesi, lakini pia huvutika na unateleza na haufanani na ute huwa unafanana na ute wa uzazi, ute wa yai bichi. Na huu ni ute unaosaidia mbegu za kiume kufika kwenye yai kwa urahisi zaidi. Kujua mabadiliko ya mwili wako ni hatua muhimu sana katika afya yako ya uzazi. Asante sana kwa kuangalia video hii mpaka mwisho. Kama umejifunza kitu kupitia video hii, usisahau kulike, kushare, lakini pia kama ulikuwa subscribe channel yetu ya Penicare Afya ili uendelee kupata elimu zaidi kuhusu afya ya mwanamke na uzazi. Karibu sana.